na juhudi ambayo Mungu alimchukua katika kuhakikisha kwamba mwanadamu anaokolewa. Nina uhakika tumeyatazama kwa marefu kwamba kama yale masomo, na kama sehemu ya kwanza. Kwenye sehemu ya pili, ninaomba nishirikishe kwa kisa ambacho kilitokea kijijini kwetu Kilimanjaro, wilaya ya Rombo. Na pale kijijini kuna familia moja. Katika hii familia ina baba, mama na binti wao, mtoto mmoja wa kike. Ukatokea tukio la moto kwenye ile nyumba. Mama alikuwa hayupo, baba alikuwa chumbani na mtoto alikuwa chumba kingine. Moto ulipozuka, mama akaja, na alipokuja akakimbia kile chumba alichokuwepo mtoto, akaenda akambeba. Wakati anambeba, moshi ulikuwa mwingi sana kwenye chumba na moto ulikuwa umekolea. Wakati mama anatoka chumbani, aliteleza, na katika kuteleza kwake alikuwa amebeba yule mtoto. Kwa hiyo akaanguka. Katika kuanguka, mama alikuwa sehemu ya usoni, na uso wake kwa kweli uliharibika kuliko tunavyofikiri, lakini kwenye mikono alikumbatia yule mtoto. Mtoto hakuweza kuugua. Kwa hiyo mama alikuwa ni kama helmet ya kumbeba. Majirani walipoona wakaja wakamsaidia, wakambeba yule mtoto. Mama akakimbizwa hospitalini. Alikaa hospitali kwa kipindi kirefu sana. Kwa bahati mbaya, baba alifariki kwenye ule moto, hakuweza kutoka. Na kumbuka tukio hili lilitokea maeneo ya jioni, na mama alikuwa ameenda sokoni na akarudi kwa kuchelewa. Baada ya hapo, baadhi ya ndugu wakajitolea kumchukua yule mtoto, na baba mmoja ambaye ni familia yenye uwezo wakamchukua kabisa, wakakaa naye mjini. Yule mama pia akampeleka nje ya nchi akasoma. Baada ya masomo ya ukoo, wakati anamaliza, kumbuka amekaa nje ya nchi, alipelekwa nchi ya Australia, akakaa kule kwa muda. Kwa hiyo kama walimwadapti. Wakati huo mama hali yake anaendelea kupata matibabu, na alikaa hospitali kwa muda mrefu sana. Mtoto hakuweza kurudi nyumbani mapema. Kwa hiyo baada ya ukoo akarudi Tanzania, akawa anasoma shule moja hapa Dar es Salaam. Mama yake akaja kumtembelea baada ya kusikia kwamba mtoto wake yu salama, na hakupata taarifa, ila aliambiwa baba yako alifariki. Taarifa ya mama hakumpata. Kwa hiyo mama alipopeleleza kaambiwa yuko kwa fulani, ndio walimchukua na hali hivyo. Kwa hiyo mama akatoka akaenda katika ile shule. Kadoga getini, ilikuwa ni siku ya visiting day ya watoto kutembelewa. Akamwambia kuna mtoto fulani na fulani wa kike. Akaambiwa yuko.
akaambia kukwambie ni nani, na akaambiwa ni mama yake anakuja. Huyu binti alikuwa famous, na wale watoto ambao ni talented. Kwa hiyo na kwa sababu alilelewa kwenye familia ya hali ya juu, wale wazazi ambao walimlelea yeye alidhani ndio wazazi wake wa kumzaa. Kwa hiyo alipoambiwa mama anakuja, na kwa sababu alikuwa akimtembelea, wanamtembeleana haya magari ya kisasa, wakamkuta mama yuko kwenye hali ya ajabu. Mama akatoka kijijini. Ukweli kumwangalia usoni, binadamu anatisha tayari makopo. Mama akataka kwenda kumkimbilia kumbatia, yule binti akamkwepa, akasema sio mama yangu, sio mama yangu, wewe umetoka wapi? Mama akainsisti, nimekuja, unajua ni surprise, lakini hata kama muda mrefu hawakukaa pamoja, pakatokea kama taharuki. Na kumbuka huyu binti ulikuwa ni wakati wa mapumziko, kuna wale marafiki sasa, mama amekuja, mama amekuja, huku nilikaondoka. Wakashangaa, unakuaje? Mama akaanza kulia, kaambia kwa nini? Sio mama yangu. Sasa akachukua simu, wakahapa pembeni, wakawapigia wale wazazi waliokaa na waliomlea yule binti, wakaja. Akaenda kwa yule mama mwingine akamhapa, kaambia mama, wajua sisi my mama, mbona nasema huyu ndio mama yangu? Mama yake wakati anamkumbatia huyu mama aliyekuwa anamlea, walimchukua kaza ya kulia, akamwambia nisikilize, yake kuna kitu nakuambia kwenye maisha yako. Huyu unayemwona mwenye sura iliyoungua ni mama yako. Wote wale marafiki zake, tunaelewa wale mapaparazzi wanamzunguka, kuna kile kicheko cha kama kejeli, lakini akabaki kama mshangao. Alafu baba ambaye walimlea naye alikuwepo, akamwambia sikilize, sisi tulikuchukua na ukiwa mdogo, nyumbani kwetu nyumba ilikuwa, baba yako akafariki kwa ule moto, mama yako akatumia kila nguvu ya kwenda kubeba wewe, kwa sababu hawakuwa na mtoto mwingine, ni wewe peke yako ulikuwa mtoto kwao. Kwa hiyo mama akasema, afadhali mimi nife, wewe ubaki. Yule binti alipiga magoti, akaanza kulia, akamsogelea mama wake, akamhaki akiwa analia, na mama akaanza kulia, na wale mapaparazzi waliomzunguka huyu binti nao wakaanza kulia, yaani kile kilichochanganya. Alafu mama yake akamwambia, kama unadhani mimi sifai kuwa mama yako, basi endelea na hao wengine, mkarudi kijijini. Lakini akalia na maisha yakaendelea. Kwa hiyo mama akamweleza ile stori kulikuwa na moto. Unfortunately, baba yako alikuwa ametoka, amekunywa kidogo, na kwa kuwa moto ulianzia kwake, walimkuta baba tayari alishaungua sana, na mimi kabidi nikimbilie wewe, kwa sababu hakuwa na mtoto mwingine, sikuwa na kufanya, kwa sababu wote wamepotea. Kwa hiyo kabidi nikukimbilie wewe, nikuokoe wewe, na nikakubali ule moto uniunguze kama ulivyo.
maisha yakaendelea, na wanasema tangu siku ile yule binti ile kuweka yake ilibadilika, kwa sababu mfumo waliolelea ni mfumo wa kikadiri. Sio vibaya, kwa sababu kila kitu kilikuwepo na ndivyo alivyojua maisha, lakini alivyoletewa uhalisia wa kwake ulibadilisha mfumo wake, yale maisha, kwa sababu ya talents ya kurukaruka kwenda yakabadilika. Akaanza kumpenda mama yake, akawa anasema kumbe mama yangu. Wengine wanamwambia mbona mama yako ana sura mbaya, mbona ni mbaya? Asema kama sio mama mimi nisingekuwa hapo. Hili ni la kweli, sio la kufabricate, la alikuwepo na Mungu. Na mpaka leo anampenda mama yako ambaye sasa hivi ni bibi mzee sana kuliko tunavyofikiri. Wapendwa wanaoaminiwa, ninaomba niwaulize swali moja. Swali hili nimejiuliza, sijapata jibu. Upendo wa Mungu ni mkubwa kiasi gani? Naomba niulize kila mmoja, upendo wa Mungu kwako wewe na mimi ni mkubwa kiasi gani? Kama huyu binti yake mama yake alikubali kwamba afadhali mimi nimkweke huyu mtoto pale kwenye moto, nimweke mahali salama, kama ninaungua na uso wake kisha yale manyama yaliisha. Wanasema 80% ngozi yake ni mafuta yote. Kwa hiyo ukimwangalia binadamu ni mtu anayetisha, kwa sababu hana mtoto uhalisia wake. Naomba tupate hiyo picha. Vako vyako tunaweza tukakompea uhalisia wa Jackie na mama yake na Mungu aliyetupenda, na kile hata huwa tuwezekana. Mungu alitupenda sisi kama mama ambaye kuliko nibaki tu nione wanateketea, afadhali mimi niteketee kwenye moto. Na wakati fulani aliporudi kule Australia, alienda na mama yake, akawaambia sisi tunaelewa mama, huyu ni mama yao ambaye alikubali aondoke duniani, mimi niishi. Naomba kutafakari kuhusu upendo wa Mungu wa mwanadamu. Sidhani kama tumeweza kukapcha, kubeba kwamba Mungu alitupenda sisi wadhambi wa jinsi tulivyo, pasipo mastahili, akautoa uhai wake ili tusife, ili tusiangamie milele, tupate uzima. Naomba tuweke kwenye hisia hizo za huyu mama na Yesu msalabani aliyekubali kufa kwa ajili yetu. Nina uhakika utaogopa sana, sio kuogopa ile negative, kwa hiyo hofu ya Mungu, kwamba Mungu alitupenda sisi kwa jinsi tulivyo, kwa jinsi tulivyo. Na kumbuka, asuluhishwe. Ndio sisi tulisema kwamba Yesu atukubali, ndio huyo ametupenda. Mtu mwenye haki wabatizo usiku wa leo tunaleni. Kila Mkristo Mkatoliki aliyoko hapa, Baba, tunaleni yale bila kupenda, sio la kuchukia. Fikiri gharama aliyolipa Mungu. Kama ukiweza kuipata hiyo gharama, kumbuka alikufa sio mwanadamu, ni Mungu. Mungu mtu akamua kufa kwa ajili yako. Jaribu kutafuta kupima hicho kiwango ni kikubwa kiasi gani. Ni kikubwa, hata kama unajidharau ni sawa, hata ukasema mimi sifai ni sawa, lakini jaribu kupima amount ya upendo wa Mungu aliyetoa kwa ajili yako.
tungeishia kama wakati, pengine tungetazamana kwa upendo, tungefanya kitu kwa upendo. Kukuchukia ingekuwa basi ni ngapi? Amini kwamba Mungu amekupenda. Kama ungekuwa uko peke yako duniani, tungesema Yesu amekufa kwa ajili yako wewe peke yako. Ndio. Na mpaka upokee upendo. Baba yetu wa imani Ibrahimu aliweza upendo hata Mungu alivyomjaribu. Kumbuka hilo ni agano la kale. Abrahamu, mchukue mtoto wako umpendaye Isaka uende naye. Alafu Abrahamu hakujiuliza mawili, funga mtoto, akaweka kisu shingoni. Kabla hajaweka kisu amekinyanyua, malaika akamwambia acha. Sasa ninajua unamcha Mungu, ikiwa ukunizuilia mwanangu wa pekee Isaka umpendaye. Akamtoa. Abrahamu hakujiwe, ni mtu kama sisi. Wapendwa, tunaitwa kujitoa kwa namna hiyo. Ujitoa kama Ibrahimu alivyojitoa kwa Mungu. Ndio upendo wetu tunaweza tukajibu kwenye jumuiya zetu, kwenye familia zetu, kwa kina baba, kwa kina mama, kwenye kulitegemeza kanisa, kwa majitoleo. Sana sana tuzungumzie fedha, lakini majitoleo yako wewe, nafasi ya kwako wewe kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya Mungu. Kujitoa bila kujibakiza kama Mungu. Sehemu ya mwisho, kuna yule mama anaitwa Maria. Naomba wakina mama tupungiane mkono. Wakina mama tupungiane mkono. Tumsifu Yesu Kristo. Wakina baba naomba tuwashangilie wakina mama kwa makofi makubwa na vigelegele. Wapendwa, swala la ufufuko, aliyetangaza habari njema mwanamama. Sijui wakina Petro walikuwa wapi? Walikuwa mahali na usingizi wao. Wale wakina mama alfajiri hawakulala, wakaondoka tena tukamtafute Bwana wetu yuko hapo. Ni maximum ya upendo. Alimpenda Yesu kwa kiasi gani? Ule moyo wa yule mama, ule moyo alimpendaje Yesu? Na uso umekuwa, akamkumbatia mama yake. Ndani ya sekunde kila kitu kikabadilika. Akaanza kumpenda mama. Ndio hivyo. Wapendwa, tunaitwa tumpende Yesu. Inajua tunampenda, lakini kuna kiwango cha upendo kiongezeke kwa kanisa. Tuanze upya kabisa. Siku 40 tulikuwa hatupotezi muda kwa kuja njia msalama na kusali na semina. Ndizo tunazomwambia Yesu umekufa. Na niwaombe kila unayemtazama, tazama kwenye sura ya Yesu, sura ya ufufuko, sura ya ufufuko. Na kadiri ya Paulo ameandika kwa Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 13 hadi ya 17, akasema upendo wa Kristo wakumilisha. Akaanza mstari wa 12, ikiwa tumekuwa na akili ni kwa ajili yenu, kama tuna akili timamu ni kwa ajili ya Mungu. Upendo wa Kristo wakumilisha, nasi kwa hukumu hivi. Amekufa mmoja, wote walikufa. Na akasema alikufa kwa ajili ya wote, ili wao walio hai wasiwe hai kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na akafufuka kwa ajili yao. Tunahitaji kwenda extra mile, kilomita nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alibeba wote. Hakuna tena maisha yetu sisi kama wafufuka, tuliofufuka na Kristo, tulitakiwa kuishi kwa ajili ya Yesu tu, umini na kufa ile hivyo. Kwani wao tena usiku huu wa leo tunapomshangilia Bwana kwa vigelegele, kwa makofi, kwa shangwe, likuanzishie maisha mapya. Naomba tena tumshangilie
Bwana wakipelekea Bwana. Na niwaombe katika sala zetu za leo, hasa pale kwenye maombi, kila mtu aweke ombi lake kwa Mungu kwamba Mungu nisaidie niishi kwa upendo tu kuanzia ufufuko wa 2026 mpaka ile siku ya milele. Sitaishi kwa chuki na nitaushinda ubaya kwa wema, kwa sababu nguvu ya ufufuko umepewa sisi, na ndio maana Yesu akafa kwa ajili yetu. Niombe kila mmoja tufanye hiyo juhudi. Tunakuwa haki, tusiwe tena kusema uongo, tusiwe tena kudanganya, kwa sababu tumefanyika viumbe wapya. Ndicho alichosema kwa Warumi, kama Kristo alivyofufuka na sisi tuenende katika upya wa maisha. Hongereni tena kwa kufufuka na Bwana. Na kuwafanya wana ili kuwapa uhai watu wake ambao kisima cha ubatizo kinakuzalia. Hivyo yale watakayotendwa kwa njia ya huduma yetu nyenyekevu yatimizwe kwa njia ya nguvu yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu unatenda kwa nguvu isionekana mambo ya ajabu kwa njia ya sakramenti. Umefanya maji kwa namna mbalimbali yawe ishara ya neema ya ubatizo. Mungu, Roho wako alitua juu ya maji hapo mwanzo wa dunia ilitoka hapo maji yapate nguvu ya kutakasa watu. Mungu uliweka ishara ya kuzaliwa upya katika tufani kuu, ili katika fumbo la gharika hiyo iwe ndio mwisho wa maovu na mwanzo wa fadhila. Mungu, ulipowavusha pakavu wana wa Ibrahimu katika bahari ya Shamu, ulitaka hilo taifa ulilokombolewa katika utumwa wa Farao liwe mfano wa taifa la wale watakaobatizwa. Mungu, mwanao alipobatizwa na Yohana katika mto Yordani alipakwa Roho Mtakatifu, naye alipokuwa ametundikwa msalabani alitoa maji pamoja na damu yatoke katika ubavu wake, na baada ya kufufuka kwake aliwaamuru wanafunzi wake, enendeni mkawafanye mataifa yote mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ulitazame kanisa lako, upende kulifungulia kisima cha wokovu, maji haya yatwae neema ya mwanao wa pekee na Roho Mtakatifu, ili wanadamu aliyeumbwa kwa mfano wako atakaswe unajisi wote wa zamani kwa sakramenti ya ubatizo, astahili kufufuliwa katika maji, katika hali ya mtoto mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Bwana, tunakuomba nguvu ya Roho Mtakatifu ishuke ndani ya maji haya yote, kisima hiki kwa njia ya mwanao. Kusudi wote waliozikwa katika mauti pamoja na Kristo wa ubatizo wafufuke pamoja naye katika uzima, anaishi na kutawala na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Chemchem, mhimidini Bwana, msifuni na kumwadhimisha milele. Tushangilie.
Kwa waamini wote tunaomba tuwashe mishumaa yetu. Katika uzima mpya. Kwa hiyo baada ya kufungwa Kwaresma, tuweke tena ahadi za ubatizo tulizofanya zamani tulipomkataa Shetani na mambo yake na kuahidi kumtumikia Mungu katika kanisa takatifu Katoliki. Zile ahadi zetu za ubatizo sisi sote, naomba tunapozirudia turudie kwa sauti na kutoka katika mtima wa mioyo yetu. Mwaikataa dhambi mpate kuishi katika uhuru wa wana wa Mungu. Mwaikataa. Mwavikataa vishawishi vya mwovu msipate kutawaliwa na dhambi. Mwaikataa. Mwamkataa Shetani aliye mzushi na asili ya dhambi. Mwaikataa. Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia. Nasadiki. Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanaye wa pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, ameketi mkono wa kuume wa Baba. Nasadiki. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Nasadiki.